Yo, what's up maniga, mtazamaji wa Biomedia, hope uko poa. Lakini pia kwa upande wa Official Rose D niko vyema sana. Karibu sana. Leo tuangazia historia ya Mbosso kimuziki kabla na baada ya kuondoka WCB Wasafi. Kweli Mbosso amepambana na nini? Mtu sogeze ama nikusogezee ile taarifa ambako historia kiukweli ya Mbosso kimuziki zaidi ya miaka 10 akiwa maarufu ndani ya muziki. Mbosso ameweza kutoa album extended playlist EP, kishinda pia tuzo za ndani na kimataifa, na kwa sasa akajisimamia mwenyewe kimuziki kama mwanamuziki solo. Lakini pia tutaangazia chini ya WCB Wasafi ya kwake Diamond Platnumz ambayo iliweza kumtambulisha ikiwa ni mwaka 2018. Jina la Mbosso liligeuka kuwa Chapa, ambayo ilikuwa ni chapa yenye ushawishi, akishinda tuzo za muziki Tanzania TMA, huku pia akitoa album kitoa Definition of Love mwaka 2021 na EP ya kwake ya Can 2022. Lakini kabla ya hapo Mbosso aliunda kundi la Yamoto Band na wenzake watatu, ambaye alikuwa ni Aslay, alikuwa pia Enoch Bella pamoja na Beka Flavor. Kati ya mwaka 2012 walidumu mpaka mwaka 2017 ambako waliweza kutengana rasmi na kila mmoja kuanza kufanya muziki wake peke yake. Na kwa mara ya kwanza Mbosso aliweza kupata umaarufu akiwa Yamoto Band baada ya kuachia wimbo wao wa Yamoto mwaka 2013. Wimbo huu waliweza kutengenezwa Vibe Records na Shiko, na kuanzia hapo jina lake lilikuwa juu sana katika muziki. Huo ulikuwa ni wimbo wa kwanza kurekodiwa na vifaa vipya vya muziki vya mkubwa na wanawe, na baada ya hapo pia walivuma kupitia nyimbo zao nyingine kama vile Niseme, ilikuwa ni mwaka 2014, lakini pia Nitakupwelepweta mwaka 2015, iko nyimbo ya Cheza kwa Madoido mwaka 2015, lakini pia nyimbo ya Mama 2016 na nyinginezo kibao. Lakini pia Yamoto Band walishinda tuzo pia ya TMA 2015 hiyo kama kundi bora la mwaka, lakini pia Bongo Flava wakiwabwaga Weusi BOB na Vikenzo na Makomando. Lakini pia Yamoto Band ndio wasanii wa mwisho kabisa kuweza kushinda kipengele hicho, maana hakipo tena ndani ya TMA. And of course kwa kipindi kifupi nyimbo zao zilikuwa maarufu sana na kujizolea mashabiki wengi, huku akifanya show za kimataifa katika nchi kama Marekani, Sweden, Finland, Italy, Norway, Ujerumani, Switzerland pamoja na Uingereza na nchi zingine kibao. Lakini mara tu baada ya kusambaratika Yamoto Band, Mbosso aliweza kusainiwa WCB Wasafi alipotoka na wimbo wake Watakubali mwaka 2017, ila pindi tu alipotoa Ni Pepe au Zima Feni 18 2000, ilikuwa tena na Hodari 18, jina lake likazidi kutambulika na watu wengi zaidi. Huyo ni msanii wa 6 kutambulishwa na WCB Wasafi mara tu baada ya Harmonize kitambulishwa mwaka 2015, Rayvanny 2016, Queen Darlene 2016 hiyo, lakini pia Rich Mavoko mwaka huo 2016 na Lava Lava 2017, huku baada ya Mbosso wakifuata Zuchu 2020 pamoja na D-Voice 2023. Lakini kwa sasa ameweza kuanzisha lebo yake ikiwa inakwenda kwa jina la Can Music. Lakini Mbosso pia sio msanii wa kwanza kuondoka WCB Wasafi. Utakumbuka alianza Rich Mavoko, lakini pia alikuja Harmonize, Rayvanny na watu wakiwa wanamiliki lebo zao peke yao. Chini ya Can Music, mradi wake wa kwanza kuachia ni EP yake Room Number 3, EP ambayo ilitoka 2025, ambayo ina kasi kiukweli, lakini pia iliweza kumtoa Mbosso kimuziki zaidi tunaona, na haya ni matokeo ya shauku na dhamira ya kweli katika kuzifikia ndoto zake. Na EP hiyo ndani ya mwezi mmoja pekee ilisikilizwa zaidi ya mara milioni 50 katika majukwaa yote ya muziki kwa maana ya digital streaming, ikiwa ni ya kwanza kwa Mbosso kufikia namba hizo ndani ya muda mfupi. Wimbo wake wa Power kutoka katika EP yake ya Room Number 3, EP ya 2025, akiwa Diamond unaambiwa amechangia katika uandishi pamoja na Melody. Lakini Mbosso naye amefanya kitu kama hicho katika wimbo wa Diamond Platnumz wa Loyal kutoka katika EP yake ya First of All 2022. Itakumbukwa pia Power ni wimbo wa mapenzi wenye kusisimua ambao unaelezea nguvu kubwa ya hisia za upendo wa dhati kwa sauti laini kutoka kwa Mbosso. Mbosso kani anafananisha upendo na nguvu ya kulevya ambayo
inamwacha dhaifu sana na mwenye msisimko wa kihisia ajabu. Hii ni historia bwana mkubwa Mbosso Khan mara tu baada yeye kuwa mwanamuziki, namna ambavyo alianza, alipita wapi. Right now tunaendelea kumuona akifanya poa sana katika muziki. Mambo yako hivyo. Sasa hivi ana lebo yake. Una kongole gani, mawa gani ya kuendelea kumwachia? Utakuwa naandika kwenye comment section. Bye bye. Call me official Rose D. Till next time.